Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kutafsiri ndoto ya mtu. Ulimi kupata vidonda au mchubuko. Kuhangaika kwa simu kukosa chaji. Mtu atakumbushia kosa lako. Kupata simu mpya kwa baadhi yenu. Kufuatilia vitu vya nyuma vilivyopita. Kujihisi hali ya uchungu kwa baadhi yenu. Maarifa yako yatakuwa mazuri kwa mtu. Nyota ya mbuzi. Kuongea kwa kutetemeka kutokana na hasira. Kuhisi kunyimwa uhuru kwa unalolitaka. Safari ya ndoa kuikatia tamaa kwa wengi wenu. Kuhisi leo utakwazana na mtu. Kupunguza kutoa ahadi. Kuhisi maumivu kwenye kitovu. Kutokwa na jasho jingi mara kwa mara. Kuhisi usalama zaidi ukiwa nyumbani kuliko matembezini. Nyota ya mashuke. Kuanzisha mahusiano na mtu baada ya muda mchache kufahamiana. Kuhitaji nafasi ya juu ambayo unaweza kuimudu katika kazi. Utakuwa sababu ya mtu kupata haki yake. Kuhisi una vidonda vya tumbo kwa baadhi yenu. Kupata hali ya hisia za kulia. Kuwashwa sana macho. Tumbo kuuma. Nyota ya mizani. Utakuwa na makasiriko kwa kitu kidogo kutokea. Kusumbuka kwa tatizo la miguu au magoti. Kukosana na ndugu. Kuumia kwenye kidole. Nyota ya mapacha. Kuota vitu vyenye mwendelezo. Kuchagua kitu chenye unafuu ambacho unamudu au unaweza. Kuziepuka starehe zisizokuwa na maana. Mambo uliyokuwa unayafanya utahisi ni hali ya mpito tu, na sasa hivi umekuwa bora au vingine. Utaizingatia sana pesa kwa malengo makubwa. Utaujua usaliti wa mtu. Kutopokelewa simu zako kwa muda mrefu. Kuhitaji kukaa pamoja na mtu kwa amani na kusaidiana mengi. Nyota ya ndoo. Kuhisi harufu ya kitu. Kuhakiki vipimo na kupata majibu yanayofanana. Kupata taarifa ya mtu kupata mtoto au uzao. Kuchunguza kitu. Maumivu ya kifua kukusumbua. Kutamani uwe miongoni mwa watu wanaoheshimika. Kuwazia kipato unachokipata na kuhitaji kukiendeleza. Kukumbukia mavazi yako ya zamani. Kujivua sifa mbaya ulizozushiwa na watu. Nyota ya samaki. Kufanya ukosoaji wa kitu. Kutoficha unalolifikiria. Kwa sasa umekuwa muwazi sana wa kusema au kuongea, hasa kwa jambo litakalo kukera. Kuelewana na ndugu au mtu yeyote ambaye ulikuwa huelewani naye. Kitu kilichowekwa juu kuanguka ghafla. Utapata ujumbe utakao kushtua. Kusafisha sehemu kwa muda mrefu. Kuhisi utakosana na mtu akijua kitu. Uzembe wa mtu utasababisha mtu kuumia. Kulala sana mchana. Kujihisi ni mjamzito kwa baadhi ya wanawake. Nyota ya kaa. Kupata taarifa itakayokuumiza kuhusu ndugu yako au mtu wa karibu. Kuongea na mtu lakini utajua kuwa hayuko sawa. Kuhisi kitu kinakuangalia, ila hutokuwa na uhakika. Utakaa kwa muda kuzungumzia kitu. Mtu anaonesha kukukatisha tamaa. Utajijua kuwa una nguvu ya uokoaji. Kufika kwako sehemu utafanya watu wafurahi kulingana na maongezi. Kupenda kuweka kumbukumbu ya picha. Nyota ya nge. Kukaa kikao cha dharura. Wito wa mtu utakuwa na lengo kubwa kwako. Kukosana na mtu kwa mara nyingine. Maelewano yenu huwa hayadumu, mara nyingi unahitaji kusuruhisha. Kuacha kumtetea mtu. Kuiwazia hali uliyokuwa nayo. Mapenzi ya watu huwa yanakuja kwa kasi kwako, lakini yanaondoka ukiwa hauko tayari kuyapoteza. Mtu atakuongelea kwa sauti ya ukali itakayo kukasirisha. Nyota ya punda. Kutamani mtu apate funzo kutokana na anayoyafanya usiyoyapenda. Kujizuia kumjibu mtu vibaya. Kwa sasa umekuwa unaweza kujiongoza. Kutotaka uwe miongoni mwa watu wanaosemwa kwa ubaya. Kumuunganisha mtu na kujua siri zake kupitia sehemu za mitandao. Nyota ya mshale. Kuhisi kisunzi au kizunguzungu.
Moyo kukuuma sana, ikikujulisha kuwa kuna jambo baya linalotendeka au unalosemwa. Kuchefukwa na chumvi nyingi kwa chakula. Kumuona mtu na kumuonea huruma kwa hali anayoipitia. Kuanzisha kundi. Mtu atafahamu unachomweleza ila anajifanya kama hajui unachomaanisha. Kuangukiwa na kitu. Kuna mtu atakuja kukuomba msaada. Kushtukizwa kwa jambo utakalofanyiwa. Nyota ya Simba. Kushindwa kuongea uongo mbele ya mtu. Kuhisi ungeaibika. Kulala kwa ghadhabu ila maneno ya mtu yatakufanya urudi katika hali yako ya kawaida. Kuzuga sana kwa kuongea kitu mbele ya mtoto. Mtu anayeangalia maisha yako kiundani apate kujua kitu. Kumpa mtu sifa anayostahili. Kutumia earphone kwa muda mrefu kuna kuathiri katika hali ya kusikia. Kujiuliza mengi kuhusu mtu. Macho yako kukosa usingizi kwa muda mrefu. Kutamani kulala ila kelele za watu zitakushtua au kukufanya ukose usingizi kabisa. Mtu anakukera kwa jambo lake la mara kwa mara. Kuamka na hali ya maumivu au alama mwilini. Kukwaruzwa na kitu. Kuutambua uzushi wa mtu. Kutumia dawa asili kwa kuponya kifua. Tumbo lako kuunguruma sana. Kuhisi una tatizo ndani yako. Koo kuuma. Kuongea kwa sauti ya kukauka. Kumuitikia mtu ili kuondoa lawama. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.